Anasema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi na usultani na enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa kumbe vitu vyote viliumbwa kwa ajili ya Mungu, kwa utukufu wa Mungu. Uwe umepata madaraka sehemu yoyote, umepewa madaraka kwa sababu ya utukufu wa Mungu, lakini watu wengine wameanza kujiinua kwamba ule utukufu ni wa kwake binafsi. Tukienda kwenye serikali, watu wamepata wazifa fulani, anajitutumua na kwa yeye sasa kama kila kitu. Maisha ya watu wengine nao kama yako mkononi mwake, anaweza kuchukua uhai wa mtu wakati wowote. Tuwakumbushe viongozi wa serikali kama hapo hapa, hiyo umepewa utakuja kudaiwa. Huduma uliopewa ya kuongoza utakuja kudaiwa. Wewe hauko juu ya kila kitu. Mungu ndiye aliyekuweka hapo na ana makusudi. Tunakumbuka mfalme Nebukadneza alipewa majukumu na Mungu ya kuongoza, lakini baadaye akaamua kujitumua kama kana kwamba yeye ndio amepewa madaraka yale, yeye kwamba ndio kila kitu, sasa yeye ndio Mungu. Sasa wako watu wa namna hiyo kwenye madaraka. Umepewa utendaji tu wakati umeweka na kajera pale pale. Ukimcrash kidogo uweka ndani. Wewe Nebukadneza ijiinua. Baada ya kujiinua, Mungu alitoa pigo kwake. Alipigwa miaka 7 porini, akawa anakula na wanyama, akabadilika kabisa. Hata wewe unaoongoza vibaya kwa madaraka ambayo umepewa na Mungu, liko pigo mbele yako. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Kwa unapopewa nafasi yoyote ya uongozi, usiangalie tu uongozi gani. Hata umepewa uongozi wa nyumba 10. Na nyinyi mabarozi wajumbe, Mungu anawaona. Mabarozi na Mungu watu. Utakuja kudaiwa hicho cheo. Wewe sema ni serikali wamenipa au ni chama wamenipa, utakuja kujuta. Vyeo vyote unavyopewa ni utumishi. Kifanye sawa sana mapenzi ya Mungu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Kuna aina za ibada, ziko aina 2 za ibada. Kuna ibada ya ndani moyoni, kuna ibada ya nje. Lakini vyote hivyo lazima viwe kitu kimoja. Lazima kiwe kitu hiki kimoja, ibada ya ndani na ya nje. Lakini watu wengi wanapenda ibada ya nje kuliko ibada ya ndani. Wako wanaopenda ibada za nje, utaona kwenye matukio. Kuna sikukuu ndio huyo hapa, hiyo ni ibada ya nje. Kwenye kwaya tunasafiri, huyu hapa, huyo ndio ibada ya nje. Wapo hawana ibada ya ndani ya unyenyekevu wa toba ndani, hakuna. Wa ibada ya nje ukimtishia ndio ibadani anakuja kwamba bana sitafanya hiki, ndio anakuja ibadani kwa kutimiza wajibu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Ibada ya ndani ni ibada ya moyo, ni ibada ya unyenyekevu, ibada ya toba, ibada ya imani na toba. Unatakiwa kuwa na imani, unatakiwa uwe mtu wa toba majira yote. Unaposoma Zaburi ya 51:17, elezea habari ya toba mahali pale. Zaburi ya 51:17. Sasa wewe tukiwa na matukio ndio huyo hapa, ndugu mtazamaji, na nguo nyeupe na nguo mpya na kakiatu, akipita hapo tumetulia, si nyekevu wetu na kiatu ili tukuone. Takuja kuwavisha viatu vya kininja hapa ni kuingia. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. 51:17. Panasomeka hivi.
dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Kwa tunahitaji kuwa na moyo unyenyekevu wa kupondeka, moyo msikizi unaomsikiliza Mungu, moyo ambao ukija kwenye ibada lengo lako ni kumsikiliza Mungu anasema nini, huku kiendelea kuomba toba utakaso mbele za Mungu. Hasa mwingine ameingia kwenye ibada hapa anatoka mara 5, hana magonjwa, hana nini, yeye anatoka tu nje pale anarudi tena ndani, anatoka na mwenzake anapiga story tena anarudi ndani. Hizo ni ibada za nje za kujionyesha kwamba Jumapili ilikuwepo. Sawa, Mungu watu wanakuona, Mungu anakuona. Kuwa mtu wa toba na unyenyekevu ili Mungu akuone, ashuhudie, mwanangu yuko hapa ananisikiliza. Haleluya.